Sasa mimi nataka niongee na watu ambao wanaweza kubadilisha nia, wanaweza kubadilisha, kwa sababu hata mimi nimelelewa nikiwa ninatetea Yesu ndiye Mungu wa Biblia, na watu wengi kwa kejeli wanasema ya kwamba huyu Dasha ameogolewa na Waislamu, huyu Dasha ameogolewa na Waislamu. Mimi Waislamu bado hawajaniogoa, kwa sababu kama Waislamu wangeniogoa ningesema ya kwamba Mungu hana mwana, kwa sababu ujumbe wa Qur'ani ni kusema Mungu ni mmoja, hakuzaa wala hakuzaliwa. Huo ndio ujumbe wa Uislamu. Kwa hivyo kama ningekuwa nimeogolewa na Waislamu, ningekuwa leo naamini ya kwamba Mungu ni mmoja na hana mwana. Lakini bado niko pale pale, ingawa ninakubali ya kwamba Mungu ni mmoja, lakini bado naendelea kusema ya kwamba huyo Mungu ana mwana. Kwa hivyo naomba uweze kusikia maneno kutoka kwa mdomo wangu badala ya wewe kuambiwa na watu wengine. Watu wengine wakikwambia watakudanganya, sikiliza maneno kutoka kwangu, maana mimi ndiye ninayejisemea sasa. Naomba niweze kusoma kitabu ambacho kinaitwa Yakobo. Kitabu cha Yakobo, nitasoma Yakobo 1, Yakobo 2 mstari wake, Yakobo 2 mstari wake ni wa 19. Yakobo 2 mstari wake ni wa 9. Ni wa 19. Inasema hivi. Yakobo, kitabu cha Yakobo, James, kwa wale wako na Biblia ya Kiswahili. James ama Yakobo 2 mstari wake ni wa 19. Inasema hivi: wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema. Mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Kwa hivyo mashetani wanaamini Mungu ni mmoja. Mashetani wanaamini Mungu ni mmoja. Ni kitu gani ambacho mashetani hawaamini? Ni kitu gani ambaye mashetani wanakataa? Mashetani wanakataa Mungu ana mwana anayefaa kuabudiwa, anayefaa kusujudiwa. Hatumsujudii Yesu kwa sababu ni Mungu na Babili. Tunamsujudia Yesu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo kuna sijida ama kuna kusujudu. Yesu anasujudiwa, na anasujudiwa kwa nini? Maandiko yanatakikana yaweze kujieleza. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 22, wacha tusome 19 mstari wa 10. Mstari wa 10 inasema hivi. 19:10 kitabu cha Ufunuo wa Yohana inasema hivi: nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wadugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa hivyo hapo malaika Yohana alitaka kumsujudia malaika, lakini malaika alikataa kusujudiwa na Yohana. Akasema, Yohana, usinisujudie kwa sababu mimi ni mjoli, mimi ni mwenzako, mimi ni kiumbe. Kwa hivyo malaika hawafai kuabudiwa. Malaika ni viumbe, hufai kumwabudu kiumbe. Kiumbe hafai kuabudiwa. Unaona kiumbe hafai kuabudiwa. Sasa swali, Yesu ni kiumbe ama si kiumbe? Kwa maana kama Yesu ni kiumbe hafai kuabudiwa, hafai kusujudiwa. Lakini kama Yesu si kiumbe anatakikana kusujudiwa. Ni nani na nani ambaye si kiumbe? Tunaposoma katika Biblia, ni nani na nani ambaye si kiumbe? Sasa Biblia inaeleza, naomba niweze kujenga hoja katika Yohana 17 mstari wa 5. Na ndio maana tunauliza Yesu ni nani? Kwa sababu tunaona maandiko yanasema Yesu anasujudiwa. Na Biblia inasema
Malaika hafai kusujudiwa. Malaika hasujudiwi, ni kiumbe. Malaika ni kiumbe. Ndio naona Yohana ametokewa na malaika Gabrieli, akataka kumsujudia. Malaika akamkataza, akasema ya kwamba usinisujudie, mimi ni mjoli, mimi ni ndugu yako, mimi ni mwenzako. Kwa hivyo malaika ni kiumbe kama vile wewe ni kiumbe. Ufai kumwabudu mwanadamu, ufai kumsujudia mwanadamu. Hapana, unatakikana kumsujudia Mungu. Unapata hiyo point hiyo? Sasa katika Yohana 17 mstari wa 5 inasema, na sasa Baba. Nani huyu anaongea hapo? Ni Yesu anaongea. Yesu anaongea, anaongelesha nani? Baba yake. Anamwambia, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe. Unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Sasa pointi yangu iko hapa. Yesu anaongea na baba yake na anasema alikuwa na baba yake kabla ya ulimwengu kuwako. Sasa kama Yesu alikuwa na baba yake kabla ya ulimwengu kuwako, ina maana huyo anamuita baba, basi yeye anamuita mwanangu. Kwa hivyo kabla ya ulimwengu kuumbwa, Yesu alikuwepo na alikuwa na baba yake. Swali, sasa kama Yesu alikuwepo kabla ya uumbaji, yeye alikuwa ametoka wapi? Alikuwa ameumbwa ama alikuwa ametoka wapi? Hiyo ndio swali ambalo nataka kwanza tulijibu. Yesu alitoka wapi? Yesu aliumbwa ama alitoka wapi? Kwa sababu Yesu anasema walikuwa pamoja na baba yake, akimwagazia Mungu. Alikuwa pamoja na Mungu kabla ya ulimwengu kuwako. Sasa naomba tusome kitabu cha Methali. Kitabu cha Methali huwa kinaleta mjadala kwa watu ambao kidogo hawajasoma Biblia vizuri. Kwa sababu kitabu cha Methali 8 ukianzia mstari wake ni wa kwanza inasema, je, hekima halii? Andiko hilo alisemi hekima hailii. Maana kama ni hekima hailii, hiyo ni kitu. Lakini andiko linasema, je, hekima halii? Basi kwa hivyo huyo ni somebody. Ni mtu anaitwa hekima. Hekima halii. Kwa hivyo ina maana kitabu hiki cha Methali 8 Suleimani hajiongelei yeye mwenyewe. Suleimani anaongelea mtu mwingine anaitwa hekima. Mtu fulani ambaye anaitwa hekima. Paulo anaandika katika Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 24, Paulo anaandika, anasema, Paulo anaandika, bali kwao waitwao Wayahudi, kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa hivyo yule ambaye ni hekima ya Mungu ni Yesu. Kwa hivyo katika kitabu cha Methali 8 Suleimani anamnukuu Yesu alivyosema. Kwa hivyo ukisoma kitabu cha Methali 8 ujue ya kwamba yule anayeongea si Suleimani. Mwenye anaongea hapo ni Yesu, lakini anatumia nani? Suleimani kuongea. Kwa hivyo Suleimani ndiye anayeongea vile Yesu alisema. Sasa ndio maana Yesu anaitwa hekima ya Mungu. Kwa hivyo hekima ya Mungu ni Yesu. Kwa hivyo Yesu anaongea kupitia Solomon. Sasa nataka tusome mstari wa 22 mpaka mstari wa 25 uone Yesu vile anavyosema. Hasemewi, anajisemea mwenyewe. Sasa Suleimani anamnukuu. Anasema Yesu alisema hivi. Alisemaje? Inasema hivi, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Kwa hivyo Yesu anasema alikuwa pamoja na Mungu. Alikuwa pamoja na Mungu zamani za kale, huko zamani za kale, kabla ya matendo yake ya kale. Mstari wa 23, nilitukuka tokea milele tangu awali, kabla haijawako dunia. Kwa hivyo milele ambayo inazungumzwa hapa, milele ambayo inazungumzwa hapa ni zamani za kale, kabla hakujaumbwa kitu. Kwa hivyo Yesu anasema alikuwa pamoja na Mungu kabla haijaumbwa kitu. Kumbuka swali langu ni gani? Ama swali letu ni gani? Yesu alitoka wapi? Yesu alitoka wapi?
Kwa hivyo andiko linasema, Yesu anasema alikuwa pamoja na Mungu. Alikuwa pamoja na Mungu kabla haijawako dunia. Kabla haijawako dunia, Yesu alikuwa pamoja na Mungu. Sasa alitoka wapi huko? Ndio tunaingia katika mstari wa 24. Wakati visipokuweko vilindi nalizaliwa. Wakati zisipokuweko chemichemi zilizojaa maji, kabla ya milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. Kwa hivyo jawabu tuko nalo, labda tukatae. Kwa hivyo Yesu hajaumbwa, Yesu amezaliwa. Na sasa hapa ndipo Waislamu wengi wamekosa kuelewa. Kwa sababu Waislamu wengi leo wanamuogelea Yesu wakati amefanyika mwili, wakati amezaliwa Bethlehem na Mariam. Sasa hapo ndipo Waislamu wanamuogelea Yesu. Lakini hapa kabla haijawako dunia, Waislamu wengi hawana habari. Sasa Wakristo ambaye wako na habari bado wanachanganyikiwa. Kwa sababu wakisikia Yesu alikuweko kabla haijawako dunia, wanasema basi alikuweko huko akiwa Mungu. Lakini Yesu anasema alizaliwa. Kwa hivyo Mungu Baba alimzaa Yesu. Sasa kwenye akili za kibinadamu, watu ambaye wanawaza kibinadamu wanaanza kusema Mungu ako na bibi, ako na mke. Ati huyu Dasha anasema Mungu anazaa ako na bibi. Hivi Mungu anapata mimba? Hizo zinaitwa akili za kibinadamu. Akili za kibinadamu ni hizo za kusema ya kwamba Mungu akizaa lazima awe na mke. Na ndio maana ukisoma Qur'ani 6:101, Qur'ani 6:101, Qur'ani inasema hivi: yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi, inawezekanaje awe na mwana hali hana mke? Kwa hivyo kile ambacho Uislamu unakataa mpaka leo ni kwamba Mungu hana mwana. Kwa hivyo Muislamu akikuongoa hakuongoi kusema Mungu ni mmoja. Muislamu anakuongoa kusema Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa, hana mwana. Huo ndio Uislamu. Unaona katika sura ya 112 inasema ya kwamba yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu ndiye anayestahili kukusudiwa na kuombwa na viumbe. Hakuzaa wala hakuzaliwa, na hana anayefanana naye hata mmoja. Kwa hivyo kulingana na Qur'ani ni kwamba Mungu ni mmoja na hakuzaa wala hakuzaliwa. Lakini andiko hili liko hapa linasema, Yesu mwenyewe anasema kabla haijawako dunia nalizaliwa. Sasa ni Waislamu wanatudanganya ama ni Yesu anatudanganya? Ni Qur'ani inatudanganya ama ni Yesu anatudanganya? Lazima tuchague kitu kimoja. Kwa hivyo wale wanasema Dasha ameogolewa na Waislamu, mujue ya kwamba bado mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo dhabiti. Mimi ni Mkristo tena wa hakika kabisa, sio Mkristo tu wa porojo. Kwa hivyo kitu ambacho nimesoma hapa katika Methali 8 kuanzia mstari wa 22 mpaka mstari wa 25, Yesu mwenyewe amesema alizaliwa. Alizaliwa. Unaona? Hilo jina kuzaliwa liweke kwa akili, alafu Biblia ituambie kuzaliwaje. Usianze kutuwekea hapo ati lazima Mungu akuwe akuwe na bibi, akuwe na mke ndio azae. Hizo ni akili za kibinadamu. Sasa tunaendelea mbele. Tukiendelea mbele tunasoma kitabu kingine kinaitwa Wakolosai. Wakolosai 1 mstari wa 15. Kama una Biblia yako soma. Alafu leo ninakutajia maandiko ambaye yako katika King James Version ambaye yameongezwa, si halali. Hayawezi kupatikana katika original manuscript. Haiwezi kupatikana. Yamewekwa na wanathiolojia. Wanathiolojia ndio wameongeza. Nitakuonyesha saa hii. Unajua ukweli naye ni mchugu bana. Wacheni. Sasa inasema hivi. 1:15 kitabu kinaitwa Wakolosai. Inasema naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote.
Kwa hivyo huko Yesu kabla viumbe havijaumbwa, Yesu alikuwa amezaliwa. Kwa hivyo andiko hili ambalo ni la Wakolosai 1:15 linaendana sawasawa na Methali 8:22 mpaka 25 ya kwamba Yesu alizaliwa na Mungu. Yesu alizaliwa na Mungu. Sasa swali, kuzaliwa maana yake nini? Kwa lugha ya Biblia, Yesu anamwambia Nikodemu katika kitabu cha Yohana 3. Wacha tusome Yohana 3, alafu nikuweke akili tofauti na ile ambaye wewe uko naye ya kusema Mungu akizaa ako na mke. Mungu hana mke, lakini Mungu amezaa Yesu. Mungu hana mke, lakini Mungu amezaa Yesu. Leo kusema Mungu amezaa Yesu kwa mujibu ya Uislamu, hiyo ni kufuru, hiyo ni matusi. Hiyo ni matusi, inaitwa kufuru. Lakini mimi nasema Mungu amemzaa Yesu kwa sababu niko na andiko la kudhibitisha Mungu amemzaa Yesu, na ni Yesu mwenyewe anajisemea kupitia kwenye kinywa cha Suleimani ya kwamba Mungu kabla haijawako dunia nalizaliwa. Sasa tunaposoma Yohana 3:3 inasema, Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Kama wewe unaweza kuzaliwa ukiwa mzee, utazaliwaje? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Sasa nikuulize, Yesu anasema usipozaliwa kwa maji. Maji bibi yake ni nani? Mke wa maji ni nani ndiye akuzae? Kama maji anazaa kwa mujibu wa hii andiko. Sasa wewe niambie, maji mke wake nani? Mke wa maji. Kwa sababu maji anazaa, mke wake nani? Maana ya kuzaliwa kwa maji ni kuzamishwa ndani ya maji. Ukiwa ndani ya maji alafu utoke nje, ndio unasemekana umezaliwa na maji. Unaona, kwa lugha ya Kigiriki inaitwa kuzamishwa, ndio inaitwa kubatizwa kwa lugha ya Kigiriki. Unaona Sasa ninataka nikuambie hivi, Yesu alizaliwa na Mungu, ina maana yake alitoka ndani ya Mungu. Lakini kama kuna kitu tumefichwa ni tarehe na namna alivyotoka ndani ya Mungu. Hiyo tunaiacha ikiwa ya Mungu, tunaiacha ikiwa siri ya Mungu. Namna alivyotolewa ndani ya Mungu hatujawekewa wazi. Ni siku gani alitolewa hatujawekewa wazi. Sisi tunasema Yesu alizaliwa kweli, na alizaliwa katika siku za milele bila mwanzo. Si kusema ya kwamba hakuna mahali ambapo alizaliwa, ni kwamba akili yetu haiwezi kujua ni lini. Sasa kama akili yetu haiwezi kujua ni lini, tunasemaje? Siku za milele Yesu alizaliwa. Na ndio maana anasema nalizaliwa kabla haijawako dunia. Nalizaliwa kabla haijawako dunia. Sasa tunaenda tunarudi tunasema ya kwamba Yesu amezaliwa, na kuzaliwa kwake ndio tunataka tujue kama ametoka ndani ya Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo 1:26, hapa ndipo madaktari wa utatu wanajificha hapa. Hii ni kichaka cha madaktari ya utatu. Inasema Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa neno hili Mungu limetumika hapo ni Elohim. Wanasema Elohim ni plural, ni wingi. Lakini katika lugha ya Kiebrania neno Elohim lina tafsiri zaidi ya moja. Kwa hivyo ina maana mtu ambaye ako na wingi wa nguvu anaitwa Elohim. Na ndio uamini ya kwamba Mungu sio mwingi wa nafsi, Mungu ni mwingi wa nguvu. Unaona katika kitabu cha Kutoka 7 mstari wake ni wa 1. Mungu anamwambia Musa, nitakufanya kama Elohim kwa Farao. Mungu alikuwa anampea nini Musa akienda kwa Farao? Alikuwa na mgawagawa anakuwa Musa wengi? Hapana. Alimpa wingi wa nguvu akienda kwa Farao. Ndio maana anaambiwa atakuwa kama Elohim. Kwa hivyo hapa Elohim si wengi. Elohim ni mmoja ambaye ni Mungu wa mbingu na nchi.
Sasa katika mstari wa 27 inasema Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa hivyo ina maana ya kwamba Mungu ametumia mfano wake katika uumbaji wa kumuumba mwanaume na mwanamke. Sasa nani wa kwanza katika muda? Ni Adam. Alafu baadaye Hawa ni sehemu ya Adam. Ningetaka nisome kwa ajili ya Waadventista wa Sabato ambayo wananifuatilia, maana najua ni wengi. Ningetaka niweze kusoma quotation fulani ambaye inaunga mkono wazo langu hilo, ya kwamba Mungu kwa kutupa Yesu alitupa sehemu yake, naye Hawa alikuwa sehemu ya Adam. Ndio naona Hawa anaitwa Adam. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 5 kuanzia 2 anasema wote wawili wanaitwa Adam, lakini yule ambaye tunamuita Adam ni mwanaume. Mwanamke aliitwa Hawa. Kwa nini Hawa aitwe Adam? Sasa tukisema ya kwamba Hawa alikuwa kwa Adam, naye Hawa ni Adam, tutakoseaje? Hawa alitoka kwa Adam na Hawa ni Adam. Kwa nini isitumike hivyo? Kwa sababu hakuna material yoyote ilitumika kutoka nje kumuumba Hawa, igawa Hawa alitoka ndani ya Adam. Ndio maana Hawa anaitwa Adam. Lakini tukiulizwa the personality ya Adam, tunasema ni mwanaume. Lakini yule ambaye ana asili ya Adam, ana nature ya Adam ni Hawa, kwa sababu Hawa ametoka ndani ya Adam. Sasa ni nini kizito hapo kuelewa? Kuna kitu kizito hapo kuelewa, watu washinde wakipambana wewe na kurushiana maneno makali ya kutukanana. Sasa nataka nikuondoe katika matusi, nikupe hoja, nikupe maneno ya kusimama naye, ndio nataka nikupe. Sasa iko hapa, angalia. Nimewaahidi Waadventista wa Sabato kuwapa quotation, na leo nitatumia quotation katika somo hii. Na niombe ya kwamba wale ambayo wanaweza kujadili na mimi, pageni mahali popote, tutengeneze ukumbi, tuwaite washiriki, tuwaambie ukweli mbele yao. Kwa nini wafichwe? Kama jambo limekuwa kubwa namna hii, miba ikiondoa nguo haifichiki. Swala hili la utatu kwa SDA lishatoa nguo, wacheni kulificha, liwekeni wazi, ijulikane bichi na bof na beef. Inasema hivi. Nataka nikutafutie quotation hapa yenye itatuelekeza. Inasema hivi. Kuna quotation inaitwa PP. Andika PP 56.2. PP 56.2. Andika PP 56.2. Sasa kile ambacho nataka uende utoe hapo ni maneno haya. Adamu alifurahia ukaribu wa Mungu na wa malaika watakatifu. Adamu alifurahia ukaribu wa Mungu na wa malaika watakatifu. Upendo, shukrani, uaminifu kwa Muumba, vyote vilibebwa kwa upendo kwenda kwa Hawa. Hawa alikuwa sehemu yake Adam mwenyewe. Kwa nini Hawa anakuwa sehemu ya Adam? Hawa anakuwa sehemu ya Adam kwa nini? Kwa sababu ametolewa ndani ya Adam. Kwa hivyo Hawa ni sehemu ya Adam, na ndio maana Hawa anaitwa Adam, kwa sababu ni sehemu ya Adam. Lakini tukiulizwa Adamu mmoja, hatuwezi kusema ni Hawa, tunasema ni mwanaume. Mwanaume ndiye tunasema huyu ndiye Adam katika personality. Lakini Hawa si Adam katika personality. Kile ambacho Hawa anapata ni nature, asili ya Adam, ndio maana anaitwa Adam. Kwa hivyo tukisema Hawa alitoka kwa Adam ama alitoka ndani ya Adam na Hawa ni Adam, utakuwa na urahisi wa kuelewa. Si kukaa na miungu miwili hapo ukituchanganya akili. Hapana. Sasa nataka nitumie quotation fulani inaitwa letter. Ni letter ya September 18. Letter
letter ya September 18 ya 1890. 1890. Tumesema letter, Ellen G. White letter. Ninatumia hii kwa sababu Adventista wa Sabato wanakubaliana ya kwamba Ellen G. White ni nabii wa Mungu. Hata mimi nakubali. Kwa sababu sijawahi kupata kitu ambaye kinaweza kufanya nimkatae. Sijawahi kupata. Kama ni amri za Mungu nikimpima nazo, anapita. Kama ni ukweli wa Biblia nikimpima naye, anapita. Kwa hivyo mimi siwezi kumkataa kwa sababu ni mwanamke. Kwa sababu Mungu amewahi kuwa na wanawake wengi ambao ni manabii. Kwa hivyo Mungu haangalii kama we ni mwanaume ama kama we ni mwanamke ndio kuwe nabii wake. Hapana. Kwa hivyo wale wanamkataa Ellen kwa sababu ya kuwa ni mwanamke, hizo ni shuki ambaye mimi siwezi kuingilia hizo. Sasa nasoma hiyo kitabu cha Letters 1980 ambayo inasema hivi: upendo wa Mungu kwa ulimwengu haukudhihirishwa wazi kwa sababu alimtuma mwana wake, lakini kwa sababu yeye aliupenda ulimwengu alimtuma mwana wake ulimwenguni, ili kwamba uungu uliovalishwa kwa ubinadamu unaweza kuuguza ubinadamu. Wakati uungu umeshika mshiko usio na ukomo, igawa dhambi ilikuwa imezalisha shimo kati ya mwanadamu na Mungu wake, ukarimu wa Mungu ulitoa mpango wa kulizimba shimo hilo. Je, ni nyenzo gani alizotumia? Mungu alitumia nini kuziba hiyo shimo ambalo lilikuwa limeshimbwa na dhambi? Ni sehemu yake mwenyewe. Mungu alitumia sehemu yake mwenyewe. Mwangaza wa utukufu wa Baba ambaye ni Yesu alikuja katika ulimwengu ambao wote ulinyaushwa na kugubikwa na laana, na katika tabia yake mwenyewe ya kiungu, katika mwili wake mwenyewe wa kiungu, alisema aliliwekea daraja shimo hilo na kufungua njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Sasa ni nini hapo uelewi? Ya kwamba Yesu ni sehemu ya Mungu kama vile Hawa ni sehemu ya Adam. Ni nini uelewi sasa? Na ushinde ukiniita majina. Wewe Dasha, enda ukafungue kanisa yako. Wewe unatafuta pesa. Sasa saa hii vile ninahubiri hapa utanipea pesa ngapi? Wewe umenunuliwa. Wewe, hiyo ni makejeli yenye haina maana. Na mimi nasema kama kuna mtu yoyote duniani anaweza kujadili na mimi somo hili, niko tayari. Wacheni kunitukana ndugu zangu. Nishapata ukweli kuhusu hili somo. Hili labda tu muniue tu. Labda tu muniue tu nikufe. Lakini kusema mimi nitabadilika, niende nikaabudu Mungu wa utatu, niende nikamuita Yesu Mungu mwana, ambadan siwezi, maana hoja zenye ninatoa hakuna mtu anajibu. Wanamalizia tu kunikejeli. Wewe umefungua kanisa, wewe ni sadaka, hivyo tu. Lakini hoja hawawezi wakawezana. Sasa tunauliza Yesu ni nani? Mahali tumefika tumeona Yesu ametoka ndani ya Mungu. Na ningetaka nisome Yohana 16 mstari wa 27. Yohana 16 mstari wa 27 na 28. Inasema hivi: kwa maana Baba mwenyewe awapenda kwa kuwa ninyi mumenipenda mimi, na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa Baba. Mstari wa 27. Kwa maana Baba mwenyewe awapenda kwa kuwa ninyi mwanipenda mimi, na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa Baba. Ni mstari wa 27. Sasa nilikuwa tuanzie mstari wa 26. Na siku ile mtaomba kwa jina langu, kwa maana naliwaambia ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. 28. Sasa nalitoka kwa Baba, nami nimekuja hapa ulimwenguni, tena na uacha ulimwengu na kwenda kwa Baba. Sasa naomba tusome hili andiko kwenye lugha ya Kiingereza, kwa maana Kiswahili haijaweza kueleweka vizuri. Nataka tusome kwa lugha
Kiingereza inasema, for the Father himself loved you because you have loved me and have believed that I came out from God. Nilitoka ndani ya Mungu. I came forth from the Father and I am come into the world again. I leave the world and go to the Father. Kwa hivyo Yesu anajaribu kueleza nilitoka ndani ya Mungu. Hicho ndicho ile kitu ambaye hichi ndicho kitu ambaye watu wengi hawakielewi. Watu wengi hawakielewi ya kwamba Yesu alitoka ndani ya Mungu. Kwa hivyo tunaposema Yesu ametoka ndani ya Mungu, lugha rahisi ni kusema Yesu amezaliwa na Mungu. Yesu amezaliwa na Mungu. Sasa kwa ajili ya Waadventista naomba niweze kusoma quotation fulani hapa. Nitasoma quotation moja ya E.J. Waggoner na nitasoma ingine ya Ellen G. White. Wale ambao wanakubali habari hizi, ninataka niunge mkono E.J. Waggoner inakubalika na Ellen G. White. Anasema hivi katika kitabu kinaitwa E.J. Waggoner, Christ and His Lasciviousness, page 21 ya 1890. Anasema hivi, kulikuwa na wakati ambapo Kristo alitoka katika Mungu, kutoka katika kifua cha Baba. Ametoa Yohana 8:42 na Yohana 1:18. Lakini nitapeana namba mtapiga baadaye. Lakini inasema lakini wakati huo ulikuwa bali sana huko nyuma katika siku za milele, kiasi kwamba kwa ufahamu wenye ukomo kivitendo ni bila mwanzo. Unaona, kwa hivyo tunaambiwa ni bila mwanzo kwa sababu amezaliwa katika siku za milele. Kwa hivyo hatuwezi kuelewa ni lini. Tunasema Jesus was born everlasting days. Yesu alizaliwa katika siku za milele. Yesu alizaliwa katika siku za milele. Katika siku za milele ndio Yesu amezaliwa kwa mujibu wa Biblia bila kuongeza kitu. Haya, sasa nataka nisome hii nyingine. Unaona wengine wananiita offshoot kwa sababu hawana kitu, hawana lolote kabisa, isipokuwa tu waniita offshoot. Hawana kitu ya kunijibu ama kuonyesha nimepoteza wapi. Naona mimi nishafundisha hapa kupitia Biblia. Sasa watu ambao wanaandika kwa comment kama ni kunitusi, si mimi mnatusi ukweli ambao unauweka wazi. Kwa nini mnatusi ukweli? Ukweli ambao mnautusi ni wa Mungu. Kunitusi mimi ni kumtusi Mungu mwenyewe. Sama sikia. Sasa nasoma quotation inaitwa RH ya July 9, 1895. Kuna maneno yanasema hivi: Baba wa milele asiyebadilika alimtoa mwanawe mzaliwa wa pekee, alimpasua kutoka kifuani mwake, yule ambaye alifanywa katika chapa ya nafsi yake, na kumtuma chini duniani kuonyesha jinsi gani alimpenda sana mwanadamu. Kwa hivyo kitu ambacho tunaona hapa, Yesu amezaliwa na Mungu, lakini amezaliwa katika siku za milele. Wale ambao wanamuogelea Yesu kwa kuzaliwa Bethlehemu, ambapo amezaliwa na Mariamu, hao ndio hawawezi kuelewa Yesu ni mwana wa Mungu kivipi. Naona kwa sababu Waislamu wengi wanaelewa ya kwamba Yesu amezaliwa na nani? Na Mariam. Kama Yesu amezaliwa na Mariam, hawezi kuwa mwana wa Mungu kwa kuzaliwa na Mariam. Ndio naona Yesu ana jina, anaitwa mwana wa Adam. Mwana wa Adam analichukua wakati amezaliwa na Mariam. Lakini mwana wa Mungu amekuwa nalo kabla dunia haijakuwepo. Ndio naona Biblia inasema Mungu alimtuma mwanawe. Kwa hivyo hakuja kuwa mwanawe wakati alipokuja hapa duniani. Sasa wewe ukimtuma mwanao, umtume Marekani, ataenda kuwa mwanao akifika Marekani? Ukimtuma hakukuwa mwanao. Lakini Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu kabla ya dunia, kabla dunia kuweko.
Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo akija hapa duniani kuzaliwa na Mariamu, sio hapo amekuja kuwa mwana wa Mungu. Hapana. Biblia inasema alikuwa mwana wa Mungu kabla hajakuja hapa duniani. Sasa kwa ajili ya Waadventista nataka mjue hivyo, ya kwamba fundisho la utatu linamfanya Yesu kuwa nafsi ya pili ya Mungu. Na Mungu hana nafsi mbili, na Mungu hana nafsi tatu. Mungu akona nafsi moja hivi kama hiki kidole. Mungu ni mmoja. God is one. Mungu ni mmoja. Na ndio naona Yesu katika kitabu cha Marko 12 kuanzia mstari wa 27 aliulizwa katika amri zote ni gani iliyo ya kwanza? Yesu akasema, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Mungu wetu ni mmoja, na huyo Mungu wetu ni Mungu wa Yesu. Huyo Mungu wetu ni Mungu wa Yesu. Unaona? Lakini kwa sababu Yesu amezaliwa na yeye, ndio maana anakubali Yesu akue na fullness of Godhead. Unajua wakati mwingine ukisoma Biblia kwa lugha ya Kigiriki utapata neno linalotumika Mungu likimuita Yesu linamaanisha uungu. Halimaanishi God, linamaanisha Godhead. Yaani Yesu ana uungu. Yesu ana uungu, ana nature of God kwa sababu amezaliwa na God. Si ati ya kwamba Yesu ni Mungu mwenyewe, hapana bwana. Yesu atakuwaje Mungu mwenyewe na anamuomba Mungu? Yesu anamuomba Mungu tena anakuwa yeye ni Mungu mwenyewe. Yesu pale msalabani anasema Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu mbona umeniacha? Sasa Yesu akuwe Mungu alafu anaita Mungu mgani? Ni yeye. Sasa madaktari wale wa uongo wanaanza kusema alijifanya hapo. Hakuna mahali Yesu amewahi kujifanya mwanadamu ama akajifanya mwana, hakuna. Andiko la Wafilipi linasema alijifanya kuwa hana utukufu. Halisemi ya kwamba alijifanya mwanadamu ama akajifanya yeye ni mwana wa Mungu. Inasema alijifanya kuwa hana utukufu. Na inasema hapo mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Kwa hivyo kuna Mungu ambaye Yesu anaonekana ako sawa na yeye. Kwa nini akuwe sawa na Mungu? Tusome Yohana 5 mstari wa 18. Yohana 5 mstari wa 18. Kwa nini Yesu akuwe sawa na Mungu? Yohana 5 mstari wa 18. Katika Yohana 5 mstari wa 18 inasema hivi. Inasema hivi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuvuja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake. Yesu alimuita Mungu baba yake. Alafu mwingine anasema Yesu ndiye Mungu Baba. Sasa Yesu ndiye Mungu Baba, na huyu mwenye anamuita baba yake ni nani? Alimuita Mungu baba yake akijifanya sawa na Mungu, kwa sababu mtoto ako sawa na baba. The nature of the father is the same nature to the son. Nature ya baba ndiyo nature ya mwana, kwa sababu ametokana na amezaliwa na yeye. Kwa hivyo Yesu ana uungu. Unaona katika kitabu cha Wakolosai, Wakolosai 1 mstari wa 19. Wakolosai 1 mstari wa 19 inasema Wakolosai 1 mstari wa 19 inasema hivi. Wakolosai 1 mstari wa 19 inasema hivi. Inasema kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Unaona Kiswahili vile hatujaelewa ni nini imemaanisha hapo. Lakini tukisoma kwa Kiingereza, kwa King James Version, kwa Kiingereza ama Kiingereza yote unataka kutumia, inasema hivi. For it praised the Father, ilimpendeza Baba, that in him, katika yeye, should all fullness dwell. Unaona, ilimpendeza Baba uungu wote ukae katika mwanawe. Sasa wakati fullness imekaa katika mwanawe, tuende katika Wakolosai 2 mstari wa 9. Wakolosai 2 mstari wa 9 inasema hivi. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Unaona hilo jina limetumika hapo Mungu.
Soma kwa Kiingereza uniambie kama limeandikwa God. Hapo pameandikwa Mungu, ukienda kwenye Kiingereza haijaandikwa God. Inasema hivi, for in him, kwa kuwa katika yeye, dwell, unakaa, all the fullness of the Godhead bodily. Godhead kwa Kiswahili ni uungu. Kwa hivyo katika Yesu unakaa utimilifu wote wa uungu. Lakini katika Wakolosai 1:19 ilimpendeza Baba uungu huo ukae katika mwanawe. Uungu huo ukae katika mwanawe. Lakini watu kuelewa kwao ni kungumu. Ni kungumu kwa sababu wameadhirika na sumu ya Babeli. Sumu ya Babylon imewaadhiri sana. Kuelewa somo hili ni muende mufunge na muombe Mungu awajalie kujua somo hili. Kwa hivyo ukiulizwa Yesu ni nani, unafaa kujibu ni nani? Ufai kujibu Yesu ni Mungu mwana. Hapana, ni makosa. Na hilo andiko kwa Biblia hakuna. Hilo andiko kwa Biblia hakuna. Na ndio unaona andiko la Yohana 1:18. Ningetaka udhibitishe, usome kwa Kiswahili na usome kwa Kiingereza. Uniambie utafuata gani? Kwa sababu kwenye Kiingereza inasema only begotten son. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Only begotten son. Hakuna mtu amemuona Mungu isipokuwa mzaliwa pekee wa Mungu. Alafu wakaja wakatafsiri wakasema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote, Mungu mwana. Hiyo ni makosa. Ndio naona hiyo tafsiri ya Mungu mwana iko kwenye Union Version peke yake. Union Version peke yake. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu amezaliwa na Mungu, na ni yeye peke yake ametoka ndani ya Mungu. Ni yeye. Sisi wengine tunafanyika. Sisi ni wana wa Mungu by adoption, kwa kufanywa, kwa kusamehewa dhambi. Malaika wakiitwa wana wa Mungu, wameumbwa, ni viumbe. Lakini Yesu akiitwa mwana wa Mungu, anaitwa mwana wa Mungu kwa kuzaliwa, sio by adoption na sio by created. Yesu hajaumbwa na Yesu hajafanywa mwana. Kwa ajili ya Waadventista, ngoja nisome quotation ambaye inaungana na mimi huyo. Kuna mtu amekuja saa hii anaitwa Isaac Zack. Anasema ya kwamba anataka kuelewa Wakolosai 1:15. Nitakuelewesha saa hii. Nataka niwape namba yangu hapa mpige simu. Nataka niwape namba yangu hapa mpige simu. Muniulize kwa kupiga simu. Kwa sababu Wakolosai 1:15 nishaipitia, lakini nitaipitia hata kwa lugha ya Kingiriki. Inasema hivi. Kwa ajili ya Waadventista nataka tusome Ellen G. White, barua ya Septemba ama May 30 ya 1895. Barua ya Ellen G. White ya May 30, 1895. Anasema Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe mzaliwa pekee. Sio mwana kwa kuubwa kama walivyokuwa malaika, wala mwana kwa kupitishwa adoption kama alivyo mdhambi aliyesamehewa, lakini mwana aliyezaliwa katika chapa ya nafsi ya Baba. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa Mungu aliyezaliwa. Ndio Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwanawe pekee, kwa sababu ni yeye peke yake ametoka ndani yake. Wengine wote amewaumba na kuwafanya kuwa wanawe, lakini Yesu ametoka ndani ya Mungu, na ndio maana anarithi vitu vyote vya Baba. Ndio naona Yesu anarithi vitu vyote kwa Baba. Kwa hivyo hata wale waliomwabudu Yesu walimwabudu na wakaelewa ya kwamba anaabudiwa kwa sababu yeye anaabudiwa kwa sababu yeye ni mwana halisi wa Mungu. Ngoja nisome kitabu cha Mathayo 14. Mathayo 1.
Wacha nisome kitabu cha nilikuwa nataka kusoma andiko gani? Nilikuwa nataka, kuna mtu amenipigia simu hapa nikienda kukata nimesahau. Ilikuwa ninasemaje? Yani kitu ambacho ningetaka uweze kujua ni ya kwamba Yesu, okay, nimekumbuka nilikuwa nasoma Mathayo 14 mstari wa 33. 14:33 Mathayo inasema hivi: nao waliokuwemo ndani ya chombo wakamsujudia. Tutasoma mpaka Kiingereza hapo. Wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu anasujudiwa kwa sababu ni mwana wa Mungu, si kwa sababu yeye ndiye Mungu. Kuna kitu kama hiyo. Yesu kitu ambaye ako naye ni fullness of Godhead bodily, lakini yeye si Mungu, ana fullness ya uungu kwa sababu ni mwana wa Mungu halisi. Lakini Mungu, hakuna mtu aliyemuona Mungu, hakuna. Yesu ameonekana, watu wamemuona Yesu, na Biblia inasema hakuna mtu amewahi kumuona Mungu alafu sema ya kwamba ni Yesu. Ni Yesu na ameonekana. Biblia inasema Mungu hakufi, Mungu hawezi patikana na mauti. Sasa kama ni Yesu, Yesu si alikufa siku 3? Yeah? Tusome Kiingereza inasema hivi: then they that were in the ship came and worshipped him, saying, oh, a truly thou art the Son of God. Kwa hivyo hawa walimuworship, lakini walimuworship wakisema hakika wewe ni mwana wa Mungu. Sasa Yesu akakataa, asema mimi ni Mungu, ama asema ya kwamba msiniabudu. Malaika, tunaona malaika wanakataa. Malaika akisujudiwa anakataa, lakini Yesu akisujudiwa anakubali. Kuna watu wanasema nitawaelewesha, nitaweka somo la Roho Mtakatifu, kwa sababu hakuna Mungu roho, kuna Roho wa Mungu. Nitakuja na hiyo somo ikiwezekana kesho. Nitaelezea kuhusu habari ya Roho Mtakatifu ni nini, ama Roho Mtakatifu ni nani, nitaeleza kesho. Kwa hivyo Biblia inasema Yesu aliabudiwa, na aliabudiwa kama nani? Kama mwana wa Mungu. Wacha nisome kitabu cha Wakolosai, Waibrania 1 mstari wa 6. Waibrania 1 mstari wa 6 inasema, hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Na hapa ndipo shetani walikosana. Shetani alikataa kufanya ibada ya sonship, ibada ya mwana wa Mungu. Shetani alikataa, na ndio maana shetani alifukuzwa na kuja hapa duniani. Shetani kazi yake ni kuwaondoa watu kwa imani Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio na amefaulu pakubwa kuondoa watu kusema Yesu ni mwana wa Mungu, kuamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, wakaenda kuamini Yesu ni Mungu mwana. Shetani amefaulu. Kwa nini mnaona haya kuita Yesu mwana wa Mungu, kitu ambacho maandiko yanaeleza? Kwa nini? Kwa nini mnataka tu kumuita Yesu Mungu? Na yeye mwenyewe hajawahi sema uniamini mimi kama Mungu. Hajawahi. Yesu hajawahi sema mimi ni Mungu. Yesu hajawahi sema. Yesu anasema hivi, ngoja nikuonyeshe. Tusome kitabu kinaitwa Yohana 10:35. Tusome 9:35. Yohana 9:35. Angalia. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomuona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemuona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana. Akamsujudia. And he said, Lord, I believe. And he worshipped him. Huyu mtu alipojua Yesu ni mwana wa Mungu, alimuworship, alimwabudu. Na ndio unaona hata Qur'ani 43:81, Qur'ani inasema kama Mungu angekuwa na mwana, kama Mungu angekuwa na mwana, Mtume Muhammad anasema ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu mtoto huyo, kwa sababu ni mtoto wa Mungu wangu. Kwa hivyo ina maana Mtume Muhammad ana elimu sana kuliko Wakristo wa leo. Maana Muhammad alielewa mwana wa Mungu anafaa kuabudiwa. Kile ambacho hakujua ni kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Angejua
angekuwa shamwabudu kitambo. Sasa ukiulizwa Yesu ni nani, utajibuje? Kwa sababu ndio topiki yetu. Topiki yetu inauliza Yesu ni nani, swali ambalo Yesu aliulizwa na akajibu zamani. Angalia katika Yohana 10:36, tuanzie mstari wa 30. Yohana 10:30, Yesu anasema mimi na Baba tu umoja. Ukimuita mtu baba, wewe unakuwa nani kwake? Unakuwa mwana. Kwa hivyo Yesu kusema mimi na Baba tu umoja, alikuwa na maanisha yeye ni mwana wa Mungu. Na ndio maana Wayahudi wakaenda wakasema, sisi tunakupiga kwa mawe, umekufuru. Unaona? Lakini mstari wa 36 anasema, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Sasa utakataaje kitu ambacho Yesu mwenyewe anasema mimi ni mwana wa Mungu? Wewe unasema wewe ni Mungu. Yesu anasema mimi ni mwana wa Mungu. Wewe unasema wewe ndiye Mungu. Hiyo ni vitu gani? Kubishana na Yesu ya nini? Yesu ana fullness of Godhead bodily, lakini katika personality yake is not God. Jesus is the Son in personality. Unaona, Waadventista wa Sabato naomba niwasomee quotation moja iko hapa. Quotation moja hapa iko hapa, uelewe ya kwamba Jesus is not God in person. Yesu sio Mungu katika nafsi. Yesu sio Mungu katika nafsi. Yesu sio Mungu katika nafsi. Yeah? Yesu sio Mungu katika nafsi. Yesu katika nafsi yake ni mwana wa Mungu na atabaki kuwa mwana wa Mungu milele. Hiyo itabidi tu mzoee. Inasema hivi katika kitabu kinaitwa Ellen G. White, ni barua ya December 19, lakini ni barua ya 116 ya December 1905. Bwana Yesu Kristo, inasema Bwana Yesu Kristo, mwana mzaliwa pekee wa Baba. Unasikia vile Ellen alikuwa anasema Bwana Yesu Kristo, mwana mzaliwa pekee wa Baba, kiukweli ni Mungu katika kutokuwa na ukomo, lakini sio katika nafsi. Yesu si Mungu katika nafsi. Kiukweli ni Mungu katika kutokuwa na ukomo. Inaitwa in infinity. In infinity. Jesus is truly God in infinity, but not in personality. Kusema Yesu ni Mungu katika person, unaharibu personality ya Mungu. Na ndio maana utatu unaharibu personality ya Mungu, sawasawa na fundisho la Kellogg la zamani. Unaona? Kwa hivyo wale wasioamini Yesu ni mwana wa Mungu si washirika wa kanisa tena na sio wa Kristo tena. Wale wanasema Yesu ni Mungu mwana, hao si wa Kristo, hao ni wapagani. Alafu unakuja unaniambia ati wewe umetoka kanisa. Nimetoka kanisa nikae kanisa yenye inaamini uongo. Wewe ukitaka kuwa kwa kanisa, kuwa kwenye kusanyiko la watu wanaoamini kweli. Hata kama mtakuwa wawili, mkusanyike mahali mkiwa wawili na mnaamini kweli, nyinyi ni kanisa la Mungu. Hizi zingine ni madhehebu tu, biashara za watu. Biashara za watu. Tusome kitabu kinaitwa Mathayo 16 mstari wa 15. Katika Mathayo 16 mstari wa 15 inasema, akawaambia, ninyi mwanena mimi kuwa ni nani? Simioni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simioni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hivyo Mungu hajawahi fundisha Yesu ni Mungu mwana. Mungu anafundisha Yesu ni mwanawe. Unaona wakati Yesu anapobatizwa, sauti ilitoka mbinguni kasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye.
Wakati Yesu yuko mlimani, sauti ilitoka mbinguni kasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na hakuna mahali amewahi sema mimi ni Mungu mwana. Hii imani ya Yesu kuwa Mungu mwana mlitoa wapi? Fundisho la utatu. Fundisho la utatu. Fundisho la Nikia. Fundisho la mababa wa kanisa. Mnakataa fundisho la Biblia, mnafuata fundisho la mababa wa kanisa. Hatari kubwa sana. Hatari kubwa sana. Kwa hivyo mimi ninawaita wito, muje tuungane, tuhubiri injili ya kweli. Tujiunge na wana matengenezo, the true reformer. The true reformer. Kwa hivyo tukiwa true reformer, tutatengeneza ibada ya Mungu. Sasa naomba tuangalie katika siku za mwisho kama Yesu atageuka akose kuwa Mungu. Tuangalie katika siku za mwisho kama Yesu atakosa kuwa Mungu. Tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza, na atakosa kuwa mwana wa Mungu, samahani. Katika Wakorintho wa kwanza 15:23 inasema hivi: lakini kila mmoja mahali pake libuko ni Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapokuja, hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake. Alafu anasema Yesu ndiye Mungu Baba. Sasa anajipea mwenyewe. Wakanasema atampa Mungu Baba ufalme wake atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana shati amiliki yeye, hata aweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Kwa kuwa alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiishia vitu vyote hayumo. Mstari wa 28. Basi vitu vyote vikitiishwa, vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake yeye aliyemtiishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Tukifika mbinguni tutakuwa na our first brother Jesus Christ, the firstborn of heaven Jesus Christ, na tutakuwa na baba mmoja zote ambaye ni Mungu wa mbingu na nchi. Karibu Gospel Common Channel.